ni kama baba. Amenizidi umri kwa miaka 20. Yeye ana miaka 94, mimi na 74, lakini miezi mitatu ijayo nitakuwa na 75. Na kazini na maishani alikuwa mwalimu wangu na mshauri wangu. Tena alikuwa mwalimu mzuri, mshauri mzuri, na amenisaidia sana na namshukuru sana. Nilishamshukuru akiwa hai na narudia tena kumshukuru leo akiwa mwenyewe akiwa amelala. Nimemfahamu mzee Msuya tangu akiwa waziri na mimi nikiwa kijana. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Nilikuwa chuo kikuu mwaka 72 mpaka 75. Yeye ndio kipindi amekuwa waziri. Alikuwa waziri kijana, maana anakuwa na umri wa miaka 39 wakati ule. Kwa hiyo sisi wanafunzi vijana tulikuwa na admiration kubwa ya vijana. Tukasema sasa mzee Nyerere ameleta kijana, mambo yatakuwa mazuri. Kwa hiyo tulimpenda hivyo tukipokuwa vijana. Lakini nimekuja kuwa naye karibu zaidi kuanzia mwaka 1988 mpaka sasa. Nilipoteuliwa kuwa naibu waziri Wizara ya Nishati na Madini, yeye akiwa waziri wa fedha. Tulikuwa wote bungeni na kwenye vikao vya baraza la mawaziri nilipokuwa nahudhuria kumwakilisha waziri wangu Al-Nur Kasum. Maana kwenye baraza la mawaziri naibu mawaziri hawashiriki, ila kama waziri hayupo basi unaambiwa wewe leo nenda kawakilishe wizara yako. Katika siku ambayo sisahau ni tarehe 12 Aprili mwaka 90, alipotupa msaada mimi na waziri wangu Al-Nur Kasum. Hii ilikuwa ndio tarehe ambayo mzee Mwinyi alivunja baraza la mawaziri. Kwanza kwa kawaida mawaziri na naibu mawaziri amshiriki kwenye cabinet. Tukaambiwa tuje wote. Tumefika pale, mzee amefika, akasema nawashukuruni sana kwa jinsi mlivyokuwa mmenisaidia, lakini nawatakieni wote mwende mkajiuzuru. Shama kubwa tena. Basi tumekaa pale, makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu. Rais akaondoka, mzee Warioba alikuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu akaondoka, mzee Msuya akaondoka, basi na sisi wote tukaondoka. Sasa tulipotoka nje ikawa magari hakuna. Sio kwa sababu yamenyang'anywa, ila unajua kwa sababu kawaida vikao vya cabinet vinachukua muda. Kwa hiyo mkifika pale mawaziri, magari yanakwenda ofisini kufanya shughuli nyingine. Sasa tukawa hatuna magari, na kwa sababu pale tena ndio tushapigwa tanchi, unaogopa hata kuingia ofisi yoyote pale kuomba upige simu, na wakati ule hapakuwepo na simu za mkononi. Kwa hiyo ikabidi sisi tutembee. Sasa tunatembea kwa mguu kutoka Ikulu kwenda barabarani kutafuta magari ya kutupeleka maofisini kwetu. Nashukuru wakati ule mitandao ilikuwa bado. Vinginevyo hiyo ingekuwa picha nzuri kweli, mpaka leo zingekuwa zinarudiwa. Sasa tukawa tunatembea wote, lakini tukakubaliana kwamba mzee Msuya alikuwa waziri wa fedha, ofisi yake iko karibu na Ikulu pale. Kwa tukatembea mpaka pale, akatupatia usafiri, tukarudi ofisini. Yaliyobakia sio muhimu nyewe kujua ilikuwaje kuhusu sisi kujiuzuru.
Baraza lilipoundwa upya, nikabahatika kuwa sasa waziri wa maji, nishati na madini. Hapo ndipo tukawa wote sasa kwenye baraza, na hapo ndipo nilipomfahamu vizuri zaidi huyo mzee, uwezo wake wa uongozi, umakini wake katika kujenga hoja, uhodari wa kujieleza na kulifafanua jambo gumu na kuwezafanya lieleweke na kuwa rahisi hata kwa mtu ambaye sio mtaalamu wa uchumi na fedha. Alijipambanua. Mheshimiwa Msuya alikuwa mtu aliyejaliwa akili nzuri, big brain, very bright fellow, big brain. Hakuwa mtaalamu wa uchumi na fedha kwa kusomea, ni social worker, lakini aliyafahamu mambo ya uchumi na fedha vizuri sana, na ndio maana alipokuwa waziri wa fedha, amewahi kuteuliwa waziri wa fedha mara 2 na Mwalimu Nyerere na mara 1 na mzee Mwinyi. Lakini aliyafahamu vizuri sana mambo ya uchumi na fedha kama vile ni mchumi mbobezi. Penye nia pana njia. Kwa hili ndio la kwanza la kujifunza, kwamba ukijitahidi kujifunza utajua. Ndio funzo hilo. Na sifa hiyo ndio iliyomwezesha kusimamia vizuri uchumi katika vipindi vigumu sana kiuchumi nchini. Maana alikuwa waziri katika vipindi vigumu. Hakuwa waziri kama alivyo sasa Mwigulu Nchemba. Yeye alikuwa katika vipindi vigumu. La kwanza, uhaba mkubwa wa bidhaa. Madukani kulikuwa hakuna vitu. Jawabu, foleni. Tunapata kitabu kile cha kaya. Kila mtu umepewa kitabu chako, unakwenda kwenye duka la kaya, umegawiwa mchele kilo ngapi, sukari. Huko ndiko tulikotoka. Lakini kuwa na uhaba mkubwa sana wa fedha za kigeni. Lakini kuwa na uhaba mkubwa wa fedha za kigeni kwa sababu uchumi ulikuwa umedumaa tu. The economy was not growing, and at some point ilikwenda kwenye negative growth. Lakini pia kulikuwa na changamoto kubwa za upatikanaji wa huduma za kiuchumi na kijamii: elimu, afya, maji, barabara. Kwa hiyo ndio kipindi ambacho hayo ndio mazingira tuliyokuwa nayo. Kwa ujumla, hali ya uchumi ilikuwa sio nzuri kwa sababu mbalimbali ambazo leo si mahali pake kuzizungumza. Mzee Msuya kama waziri wa fedha alikuwa na juhudi kubwa ya kuzuia mambo yasiharibike zaidi. Hakika alifanya kazi kubwa, kazi iliyotukuka. Alifanyaje? Na alifanyaje? Alikuwa anayajua yeye zaidi. Na nimeambiwa kitabu chake kinaandikwa, basi pengine kwenye hicho kitabu tutanufaika sana on how to handle an economy, how to manage an economy in crisis. Yeye alikuwa na economy in crisis. Kwa jumla alikuwa mtu mwenye akili nzuri, maarifa mengi. Ndio maana nikasema very bright and big brain. Mzee Msuya alikuwa mtu mvumilivu na mstahamilivu. Wakati ule ulikuwa ni wa changamoto nyingi. Upande mmoja kuna lawama au manunguniko ya wananchi
kwamba hali ya maisha ni ngumu, na ni kweli. Unakumbuka wakati mmoja, kama mtakumbuka, Dr. Salim alipokuja kuwa waziri mkuu alikwenda kule kusini kule, si Tunduru kule. Watu wakawa wanavaa nguo za ile mifuko ya sulfate ile. Huko ndiko tulikotoka. Kwa hiyo upande mmoja ni matatizo makubwa, lakini pia upande mwingine sasa, upande wa pili, mkishakuwa na matatizo ni lazima mtafute misaada. Lakini wakati ukizungumza na yeyote anasema kwanza mkubaliane na IMF na World Bank. Asa makubaliano ya IMF na World Bank wakati wa Mzee Nyerere hayakuwezekana. Na wakati ule sisi tukiwa Youth League tulipiga maandamano pale Lumumba pale. Hatugeuki nyuma, tukawajiwe. Sasa ipokuja Mzee Mwinyi wamerudi tena jamaa. Sasa wakati ule ndio vitu vingine mfahamu. Wakati ule wa chama kushika hatamu, chama ndio kilikuwa na dhamana ya kutengeneza sera. Serikali kazi yake ni kutekeleza. Na hata kama serikali mtakuwa mmebuni sera, ni lazima muipeleke kwenye chama. Kikishapata baraka, ndio sasa inakuwa ni sera ya kuweza kutumika rasmi. Kwa hiyo serikali wakati ule ya awamu ya pili ilipokuwa inazungumza na IMF, inawasiliana na IMF, jambo lile likaletwa kwenye halmashauri kuu ya taifa. Mie na bahati nzuri nikawa mjumbe wa NEC toka 82, na Mzee Msuya alikuwa mjumbe wa NEC wakati ule. Lakini majadiliano yalikuwa magumu sana. Na ugumu wake ni mmoja, kwamba IMF wanapendekeza tufanye mageuzi ya kiuchumi. Lakini mageuzi yale ya kiuchumi yakifanyika yanaathiri misingi ya ujamaa na kujitegemea. Na ujamaa ni sera ya chama. Sasa mnafanyaje? Kwa majadiliano pale kwenye chama yakawa magumu, maneno makali, na wanamlenga Mzee Msuya. Nakumbuka simtaji jina, mzee mmoja akasema, wewe bwana IMF. That is how tough it was. I was there. Sasa lakini kwenye serikali sasa, Mzee Msuya na Mzee Mwinyi, kubaki hivi hivi tulivyo haiwezekani, hali ni mbaya. Lakini pia kukubali yale masharti yale, mna tatizo ya namna ya kukiridhisha chama kikubali kulegeza baadhi ya misingi yake iliyotamkwa kwenye azimio la Arusha. Nakumbuka siku moja baada ya vikao vingine, ndio Mzee Mwinyi akasimama akasema, jamani, hali tuliyokuwa nayo ngumu. Mimi ni kama vile niko katikati na kuna mikuki miwili. Upande huu kuna mkuki, upande huu kuna mkuki. Mbele hakuendeki, nyuma huwezi kurudi. Nachoomba wenzangu, mturuhusu, mtupe nafasi, tuzungumze nao hawa jamaa zetu. Na wakati ule tunajadiliana haya, mwenyekiti wa chama ni Mwalimu Nyerere. Sasa Mwalimu Nyerere aliondoka 85, lakini aliacha mwenyekiti wa CCM mwaka 90. Kwa kipindi chote kile cha miaka 5 ya kwanza ya Mzee Mwinyi, mwenyekiti ni Julius Nyerere. Hatimaye Mzee Nyerere akasema tuendelee. Kwa hapo ndipo tulipofunguka. Na hapo
ndio kuanza kwa mageuzi ya kiuchumi. Lakini ukizungumza kwa lugha ya Kihindi ni guru wa mageuzi ya kiuchumi jamani ni Mzee Cleopa David Msuya. Na yamepatikana haya kwa lugha ya Kiingereza at great sacrifice aliyofanya yeye. Amejitolea. Alafu alikuwa mvumilivu sana. Maneno makali pale, lakini bado akisimama, hamkasiriki mtu, anaendelea kujenga hoja. Hali yetu ndiyo hii. Toeni majawabu ya kutoka hapa. Tunawasikiliza. Sisi ndio tuko kwenye serikali, lazima tutoke hapa. Sasa wenzetu mnaona kwamba haya hayatufai, linalotufaa lipi? Na mnaona huko madukani hatuna kitu, bidhaa hazipo. Ndipo pale Mzee Mwinyi alipoanza ruhusa ile. Dar es Salaam palikuwa na matatizo ya mabasi yale, anasema jamani, aliyekuwa na lori afunge viti tu, ruhusa. Ndio tukawa na chai maharage. Maana mabasi ya UDA yapatikana. Mwenye pesa zake anayeweza kuleta bidhaa kutoka nje alete. Hatutamuuliza hela kapata wapi, kapata vipi, bora tu bidhaa zimekuja. Ndipo pale ndio ikaanza kufunguka. Kwa hiyo nilikuwa nataka haya niyaseme ili miyajue. Sasa kama nimechukua muda wako wewe mrefu, lakini ningechukua muda wako wewe, haya nisingeyasema. Haya nisingeyasema, na tungetoka hapa hatujanufaika na habari ya Mzee Cleopa David Msuya. Mawili ya mwisho. Mzee Msuya alikuwa mwalimu wangu. Mzee Mwinyi alivunja serikali mara mbili. Mwaka 90 na mwaka 94. Alipovunja baraza la mawaziri mwaka 94. Kwanza mwezi Novemba, ilikuwa Disemba. Siku moja akaniambia, njoo nyumbani. Asema nitafanya mabadiliko ya serikali, nitakufanya kuwa waziri wa fedha. Sio sasa, lakini jiandae. Alipovunja baraza la mawaziri, Mzee Malecela akaondoka kwa makamu wa rais na waziri mkuu, akamchagua Cleopa David Msuya kuwa waziri mkuu. Baada ya kumwapisha, mimi ndio nikawa mtu wa pili kuapishwa. Na nimeapishwa kwa maelekezo kwamba sasa nenda Paris kazungumze na wafadhili. Walikuwa wameamua kuisaidia Tanzania. Na ugomvi wetu ni kwamba hatukusanyi mapato. Kwamba wanasema nyinyi sisi tunawapeni pesa kwa kodi za watu wetu, lakini nyinyi hamkusanyi kodi. Kwa hiyo mission ya kwanza ilinipa Mzee Mwinyi, hakikisha kwamba wafadhili wanarudi. Kwa mwalimu wangu sasa akawa ni Mzee Cleopa. Aliwahi kuwa waziri wa fedha. Ananifundisha namna ya kuzungumza na wakubwa wale. Lakini tulichokuwa tunaomba kule ni kitu gani? Kwa sababu matatizo yetu ya pesa za kigeni, mkutano ule tulikuwa tunaomba kitu kinachoitwa balance of payment support. Wanatuuliza, nyinyi katika mapato yenu yote ya fedha za kigeni mtakusanya kiasi gani? Na mahitaji yenu ya imports na matumizi ya nje ni kiasi gani? Pengo lenu kiasi gani? Kwa pale wanakaa, Uingereza anasema nitawapeni dola milioni 50, Norway 70, World Bank wanajazia pale, ndio mnajaza ile. Lakini part ile, na ndio Mzee Msuya alikuwa ananiambia, hakuna kitu kinachodhalilisha kwa waziri kama kwenda kwenye mkutano ule wa Paris. Kwa sababu unafika mahali unatolewa nje, wanazungumza wao. Halafu ndio unaitwa, njoo sasa bwana mdogo. Tumekubaliana yafuatayo. Lakini
aliniwekea misingi, nimekwenda kule nikafanya kazi vizuri. Kwa hiyo jamani, huyu mzee huyu, ndio maana nimesema na mie ni baba yangu kwamba kama, lakini pia amenilea. Ila lingine ambalo nataka kulisema, mawili ya mwisho kabisa. La kwanza, huyu ni mvumilivu na ni lazima kitu cha kuiga. Alikuwa waziri mkuu, aliteuliwa kula waziri mkuu alikuwa Edward Sokoine. Edward Sokoine akaugua, akaenda nje kwa ajili ya matibabu, lakini pia alitumia muda ule kwenda kusoma. Akateuliwa mzee Msuya kwa waziri mkuu. Sokoine aliporudi, mwalimu akamwambia, wewe sasa basi ulikuwa unashikilia. Amerudi mwenyewe. Sasa nalo lilikuwa nataka moyo jamani, akarudishwa kwa waziri wa kawaida wa fedha tena. Kwa hiyo akasema hili nalo ni moja la kujifunza kwamba jamani, huyu mzee huyu ni mtu wa aina yake, kwamba unakuwa waziri mkuu, unaondolewa, unakuwa waziri wa kawaida kwenye wizara ambayo umekushafanya. Ameifanya bila kinyongo, akamaliza, akaingia mzee Mwinyi akamchukua, akawa waziri wake wa fedha, baadaye akambadilisha kwa wa viwanda. Kwa hili lingine la mzee huyu nilikuwa nataka kwa kweli nilieleze. Huyu si mwanadamu wa kawaida tunaowajua sisi. Maana hana kinyongo. Mnakaa naye mzee Msuya wala hakukumbushi kwamba unajua mimi nishaikuwa waziri mkuu. Mnakaa kama mtu wa kawaida tu hivi. Kwa hiyo nasema jamani, nayo ni sifa nyingine kwa vijana ambao mtapata nafasi hizo za juu za uongozi. Kwa hiyo jamani, la tatu muhimu kabisa, ndio la mwisho kabisa, alikuwa mshauri wangu nilipokuwa rais. Lakini ushauri wake wala sio lazima umwite. Akiwa na jambo unapata ujumbe wa mzee Msuya anataka kukuona, mbia sawa, mwandemie aje. Anakueleza kuna hili, kuna hili, kuna hili, kuna hili. Siku nyingine anakusifieni, mmejenga sekondari za kata, nimefurahi. Siku nyingine anawagonga, mbona hili mnafanya hivi, mko hivi, mko hivi, mko hivi. Lakini kubwa katika yote, hajaitisha press conference hajaitisha mkutano wa waandishi wa habari kwenda kusema serikali hii inafanya mambo haya ya ovyo, haya ya ovyo, haya ya ovyo. Hayo nilidhani niyaseme. Sasa kama nimechukua muda wako mwingi, basi haya uyaone hayana maana. Asante sana Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa somo zuri kabisa kwetu. Tumeshiba vya kutosha. Mheshimiwa Rais,